kwenye maisha yako. Nguvu ya nuru kwenye maisha yako. Katika maisha ya mwanadamu 100% yanategemea nuru aliyonayo. Katika maisha yako ambayo yanategemea 100% katika nuru, yakishapungua na kupungukiwa, ni ngumu sana kuifikia kesho yako. Unapoona watu hawafiki kesho yao, hawafiki kwenye ndoto yao, shida si kwamba hawaombi. Maombi tunaomba sana, lakini kuna kitu ambacho Mungu alinikumbusha wengine. Akasema lazima mguse hapa, mguse hapa, mguse pale. Mnapoweza kugusa hapa na pale, ni rahisi kutendewa mnayohitaji. Nuru ni nini? Andika pale. Nuru ni nini? Kwa nini nuru? Nuru ni nguvu kamili inayokifanya kiumbe kilichoko duniani kuweza kuwa hai. Nuru ni nguvu. Unaposikia nuru, sio misili ya taa. Tafuta kinachosababisha kupushi mwanga kwenye taa ili wake. Ni kitu kisichoonekana. Unaposikia neno nuru, nuru tunahitaji kwa kawaida kwamba ni mshumaa umewaka, ni taa imewaka, ni gari imewasha taa. Tafuta kitu kinachosababisha taa ziwake. Hicho ndio kinaitwa nuru. Kitu kinachosababisha nuru ionekane ni nguvu isiyoonekana inayokuwa katika ulimwengu wa roho. Nguvu hiyo ikienda kufanya kazi au kuoperate ndani ya mwanadamu au mtu yoyote, ndipo mwanadamu anapoanza kuyaona mafanikio. Hatuwezi kusema nuru ni kitu ambacho tunakiona kinawaka juu ya taa. Nuru ni kitu kilichojificha ndani ya nuru tunayoiona mahali hapa. Ndio maana ukiwa na akili za kawaida sio rahisi kutambua hivyo vitu. Ndio maana Mungu anasema nuru ni nguvu kamili inayosababisha kiumbe kuweza kuwa hai. Nuru ikikosekana ndani yako au ikizimika na kuoa ndani yako, unakosa nguvu ya kuwa hai katika maisha yako. Kinachotenda ndani ya mwanadamu ili aweze kuzifikia baraka na malengo ni nuru au nguvu ya nuru iliyosimama kamili. Kwa hiyo unaposikia nuru, haitaji tu kawaida nuru njoo, nuru njoo. Kuna nguvu inayosababisha nuru katika maisha yako. Katika maombi unayopaswa kumwomba sana mwezi huu, unamwambia Mungu, ruhusu nguvu inayosababisha nuru ije ndani yako. Maana katika kipengele cha mahitaji ya mwanadamu waga vinahitajika kitu kinaitwa nguvu. Ukiweza kumwambia Mungu achilia nguvu isababishe nuru ndani yangu, ni rahisi kuipata nuru. Lakini ukiitaka nuru, ni rahisi kuikosa. Ila ukitafuta nguvu inayosababisha nuru, ni rahisi kuipata nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya kanisa. Dunia inahitaji watu ambao wanatembea katika maombi yanayoitwa mseto. Miaka ya zamani, wakati niko huko kwenye, nilijua kuna sala fulani tukakalilishwa. Ndio nilijua ndio sala peke yake duniani. Ukishaisali hiyo sala, umeshapenya duniani kote. Nilipokuwa nikaijua Biblia, nilijua kumbe kuna maombi mengine sikuwahi kufundishwa kwenye maisha yangu. Usipotafuta kisababishi, kupata matokeo ni kazi ngumu. Shida sio nuru, shida ni nguvu. Shetani anapotaka kitu kwa mtu, achukui nuru
anachukua nguvu ambacho ndo kianzilishi na kisababishi cha nuru kwenye maisha yako. Akishachukua nguvu ya ndoa, nuru ya ndoa lazima izimike. Kinachozima mahusiano sio nuru, maana kama ni sura iko vile vile, kama ni mvuto vile vile unao. Kinachotafutwa ni nguvu iliyosababisha upendwe, uolewe na wengine wabaki. Hicho ni kitu ambacho kionekani. Kilichomvuta mtu kuja kwako si sura ulionayo, maana hata kiwete wanaolewa, wakoma wamezaa, wenye jicho moja wamefunga ndoa. Kinachomvuta mtu kuja kwako ni nguvu isiyoonekana inayokuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nuru ni nguvu kamili inayokifanya kiumbe kilicho hai kuwa hai. Narudia tena. Nuru ni nguvu kamili inayokifanya kiumbe kilicho hai kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo nguvu kamili ndio inayokifanya kiumbe kuwa hai. Mwanadamu akiwa hiyo ana hiyo nguvu ambayo ni nguvu inayosababisha nuru, si kiumbe kamili. Anabaki kuwa kawaida. Anabaki kuwa ni mtu ambaye anaishi, lakini kuna malengo hawezi yafikia. Kuna vitu hawezi fanikisha. Kuna vitu hawezi timiza. Hiyo nguvu kisha iomba ikarudi ndani yako, ndio tunaanza kuona matokeo makubwa juu ya mtu. Unabaki unajiuliza, mbona alikuwa ana nyumba, jenga nyumba. Mbona alikuwa ana maisha, mbona ana maisha. Mbona alikuwa ana mafanikio, mbona ana mafanikio. Mafanikio yanakuja pale unapoanza kutambua nguvu inayokusababisha kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku ya leo hiyo nguvu irudi ndani yako kwa jina la Yesu. Nasema nguvu ya nuru irudi ndani yako mara 7 kwa jina la Yesu. Hiyo nguvu iliyonyang'anywa ikurejee tena kwa jina la Yesu. Kama unaamini piga makofi na vigeregere. Maana nuru ni lo inayoangazia. Kwa unaposikia kitu nuru, nuru si kitu tu cha kawaida. Nuru iko hai, ni kitu ambacho kiko hai. Ndio maana nuru ikiwa juu yako unaanza kuvutia mambo mazuri. Nuru ikifa juu yako unaanza kutengwa na watu wote duniani. Kinachokufanya usaminiwe ni kitu kinaitwa nuru. Kinachokufanya usisaminiwe ni kitu kinaitwa nuru inapokuacha. Kwa unaposikia kitu kinaitwa neno nuru, haifanyi tu kuwa mwangaza tu kawaida, bali ni lo iliyo hai inayoweza kuwa ndani yako na ukafanyika kuwa kimbilio la kila mtu. Ndio maana nuru ikimwacha mtu, yule mtu utaanza kuona hata mpaka mume wake aliyeishi naye miaka 10, miaka 20 anaanza kumchukia. Ukiona unaanza kuchukiwa, rudi kwanza kwenye nuru. Ukirejesha nuru, ni rahisi kufanya biashara kufanikiwa, ni rahisi kuhurumiwa, ni rahisi kusaidiwa, ni rahisi kupendwa, ni rahisi kukubalika. Watu hawakubariki ni kwa sababu roho ya nuru ilishahamishwa. Katika maombi unayopasa tena kuomba mwezi huu ni kumwambia Mungu, nirudishie roho ya nuru iliyoniacha. Roho ya nini? Ya nuru iliyoniacha. Ukikaa kikawaida ni kazi ngumu. Unapoona watu wamefanikiwa duniani kote, unapoona Yesu alifuatwa na makutano wanaume zaidi ya 5,000, ni kwa sababu nuru yake ilikuwa hai. Nuru yake ingekuwa imekufa, asingefuatwa na mtu hata mmoja. Hakuna ambaye nuru ilikufa akafuatwa. Leo angalia, kiwasha tatu, uweze kuambia wadudu nifuate, bali wadudu wanazidi kuikimbilia. Kadhalika ndivyo ilivyo. Ukitaka kwenye maisha yako ukimbiliwe na mambo mazuri, ukimbiliwe na vitu vizuri, keti kwanza, jitathmini, angalia ni mahali gani unapungua. Hakuna ambaye nuru ilimwacha akapendwa.
Hakuna ambaye nuru ilimwacha akakimbiliwa. Hakuna ambaye nuru ilimwacha akafatwa na watu. Tunafatwa kwa sababu ya nuru, kwa sababu ya roho ya nuru iliyoko ndani yetu. Mungu anasema si kwa uzuri, si kwa nguvu, si kwa sura, ni kwa neema. Neema ni nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nuru ni roho inayoangazia nafsi ya mtu kuifanya iwe katika kufanikiwa. Nuru ikiwa haipo, una cha kukuangazia ili ufanikiwe. Hatuwezi kusema zile taa mbele ya gari ndo zinasababisha gari iende usiku. Kuna kitu kinachosababisha mwanga uoperate uje kwenye taa ili taa zikumulikie, ambacho kinaitwa ni law. Kwenye gari kuna vitu vingi sana. Kuna kitu kinaitwa alternator, kina kazi yake. Kuna kitu kinaitwa self, ina kazi yake. Kuna kitu kinaitwa control box, ina kazi yake. Ikikosekana control box kwenye gari, taa ziwaki. Yaani utawasha taa mpaka kesho. Sasa je, wewe law ya nuru bado himo au ilishahamishwa? Mshike mkono jirani yako, mwambie jirani, hivi kweli wewe unayesinzia mpaka ibadani, wewe control box yako bado himo kweli wewe? Au kiwasha ndio inaenda kugonga mashimo? Ukiona unashika mtaji unakufa au ongezeki unashuka, walishachukua control box katika maisha yako, ambao ndio roho ya gari. Kuna kitu ni kadogo kwenye gari, tukadogo tukasaketi kama simu hii hapa, lakini kana control system ya gari ili wake lazima iwemo control box. Hiyo ni law ya gari. Ikikosekana hiyo roho ya gari, gari huwezi kuiwasha ikaenda. Na ikifa gari haitoki mahali ulipo mpaka aidha uagize Japani wakutumie au tafute mahali wanapouza control box ili irudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadhalika ndivyo ilivyo. Hata sisi ndani kuna kitu ambacho Mungu alikiweka. Ndio kitu ambacho wanadili nacho. Hicho kitu akisha kipata, huwezi kuishi tena wala huwezi kuwa hai tena. Katika mwanadamu kuna kitu ambacho kiliwekwa ndani, ambacho ni kitu inaitwa law ya nuru. Ndio maana hatuwezi kufanana. Kuna mwingine atakuwa rais, mwingine hatakuwa rais. Kuna mwingine atakuwa mfanyabiashara mkubwa, mwingine atakuwa mfanyabiashara wa kawaida. Kinachomfanya mtu kuwa wa tofauti ni ile law inapokuwa na nguvu ndani yake ya nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3. Mara nyingi kwa mwanadamu akikosa nuru anapoteza kufanikiwa kwake. Mara nyingi mwanadamu akikosa nuru anapoteza kufanikiwa au anapoteza mafanikio. Hakuna anayeweza kufanikiwa kama nuru haimo ndani yake. Hakuna anayeweza kuolewa kama ana nuru. Hakuna anayeweza kufanikisha biashara kama nuru imeshazimika. Unapofanya biashara wengi vitu haviendi, mambo hayaendi. Shida sio kuwa na biashara, shida sio kuwa na mtaji. Shida, je, nuru yako iko sawa? Shida sio kuolewa, shida nuru bado iko ndani. Ukiona kuna vitu vilikuwa sawa na viko sawa, tafuta kitu kinaitwa nuru. Ikishakaa sawa, utatumia nguvu, utalazimisha kuolewa, utalazimisha. Usije ukafikiri Mungu amekuumba alafu akuumba mtu wako. Unakosa kumpata mtu wako kwa sababu nuru ilishauawa, ilishazikwa, ilishachukuliwa. Ikishachukuliwa nuru ndani yako, unabaki kuishi kama binadamu, sura ile ile, lakini kuna vitu huwezi vifanikisha. Unapoona watu wamefanikiwa au vitu vimefanikiwa, ni kwa sababu ya nuru inapokuwa ndani yao. Nuru inapokuwa ndani yako, ndo nguvu inayokusukuma wewe uingie kwenye baraka. Lakini kisha kosekana ndani, hata ungekuwa na sura kama malaika, ni kazi ngumu. Mimi nakutana na warembo, unakutana na mdada ni mzuri, ameumbika mpaka kaumbika,
lakini anakuambia hakuna tarehe nisemesha hata mmoja. Unabaki unashangaa. Yeye amebaki tu akili imeishia kwenye lipstick, kwenye kuvaa. Kuna kitu zaidi ya lipstick. Dada mmoja mwaka jana, yeye ni mtu ambaye asemeshwi hata mpaka hata na kondakta. Makondakta wanaparemiaga wanawake, lakini yeye hata kondakta waga mgusi. Aliposikia niko mahali hapa, akasema akachukua kimini mpaka Chaumu, akachukua kiatu kirefu, katoka kwao ni Bwilu. Akaja kwa Mgwaka ataone kama atasemeshwa. Akaja ananesa, anasema hata pikipiki zilinipita, magari yanipita, hata kondakta kuniambia dada unaenda, hakuna. Nikamwambia shida sio kimini. Kimini ni kizuri, lakini je, nuru ndani yako ipo? Nilipoanza kumfunulia hapa kwa macho ya rohoni, nikamwambia unakumbuka tarehe fulani, mwaka fulani, unamkumbuka dada ya mtu fulani anaitwa fulani? Akaniambia Nikamwambia unakumbuka ulikuwa naye hosteli, nguo zako 2 ilipotea, ya pinki na nyingine nyeusi, unakumbuka? Hapo ndipo alipochukua ndoa yako. Nilisikia mtu anatoka kwenye kiti anaanguka chini, kurudi baada ya nusu saa. Nilivorudisha nuru iliyochukuliwa kupitia nguo za ndani, leo ameshaolewa, amefunga ndoa, maisha yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupati vitu kwa kutumia nguvu, ila automatically neema inapokuwa ndani yetu ndio tunapata vitu. Uwezi kufanikisha lolote kama ndani yako sawa. Uwezi kuniambia simu ni ya uzingia nje. Hii sio simu. Simu iko ndani. Kuna kakitu ni kadogo sana kako ndani ya simu kanaitwa line. Ukikatoa simu yako haina thamani. Kakitu kadogo kama kakucha hivi. Hiyo inaitwa nuru ya simu. Wewe nenda ukatoe line, alafu ukae tu unawapigia watu kama utawapata, kama watakupata wao. Usijiangalie kwa nje na usiishi kwenye akili za kawaida. Tafuta kitu gani ambacho ulikuwa nacho na leo una, kinachoitwa nuru iliyopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulipoona zamani ulipendwa, zamani ulikaribiwa, zamani ulitafutwa, zamani ulikimbiliwa, leo wanakuona kama kichuguu. Tafuta kilichokusababisha kuwa kichuguu na kilichosababisha wewe kupoteza hiyo ladha. Ukishakijua hicho, unarudi katika nafasi hata kama ungekuwa mzee. Ukisoma katika Biblia inasema Ibrahim baba yetu alimpenda Sara mpaka uzee wake. Yaani Sara kwa sababu alikuwa na nuru haikuhamishwa. Kila siku Ibrahim hakutamani kumwacha. Lakini angalia ndoa ngapi leo mtu anaachwa na miaka 20, anaachwa na miaka 2. Alafu linganisha kwa Sara, amekaa na Ibrahimu miaka 120 ya ndoa, hakuwahi kuachwa. Amekufa na miaka 127 na ngapi Sara, bado Ibrahimu anatamani kumuona Sara usoni. Lakini angalia ndoa za leo, mwezi mmoja tu mwanaume kasha kuchukia. Mwezi mmoja tu, mwaka mmoja tu. Sasa tunajiuliza hizi ndoa za mchongo hatarini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani unaishi na mtu tu ni miaka 2 mitatu, umeshaanza kuona hata kitanda unalala na watoto. Je, watoto ndio waliokuoa? Bwana Yesu asifiwe sana. Wezi angalia ndoa za sasa hivi. Shida ni nini? Shida sio ndoa. Ndoa ni kitu kizuri, maana imetajwa kibiblia. Shida nuru kwenye ndoa ilishaondolewa. Wachawi wao wanadili na kitu kimoja ambacho kitawapa matokeo ya kitu kimoja. Wao wadili na ndoa, wanaanza kudili na nuru ya ndoa inayosababisha mume akusamini, mke akusamini, watoto akusamini, ndoa ikusamini. Wakisha kiondoa kile kitu, wamechukua ndoa yako tayari. Wakishaondoa kwenye ndoa, unashangaa mume ampendi mke tena. Zamani alipokuwa akitoka kazini, wakikutanisha macho hivi, anamkumbatia. Jiulize mara ya mwisho ulikumbatiwa lini? Wewe mwenyewe ni mashahidi hapo. Akikupiga tu jicho na kunja uso hiyo, kiboko cha mtoto. Inabidi ukae pembeni tu. Kwa nini? Nuru haipo. Hakuna aliyenyang'anywa nuru
akaendelea kupendwa duniani. Hayupo hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Isaya 52:1 hadi 3, twende kwa haraka haraka. Nataka saa 8 tuwe tumetoka mahali hapa. Sasa hivi saa 6 kasoro. Isaya 52 mstari wa kwanza. Isaya 52 mstari wa kwanza. Anasema, ndio. Amka. 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 Jivike nguvu. Ndio. Zako Sayuni. Jivike mavazi yako mazuri. Yerusalemu, mji mtakatifu. Subiri hapo. Anasema inuka. Inuka. Anasema jivike nguvu zako. Hizo nguvu ni nini? Ni nuru iliyowekwa ndani yako, iliyochukuliwa. Shetani wagadili na kitu cha kawaida. Shetani wagadili na kitu cha kawaida. Yeye anaangalia chanzo, kisababishi. Akishakipata kisababishi, ameshakupata wewe. Ndio maana nitangulia kukwambia nuru ni nguvu kamili. Hiyo nguvu kamili inayokufanya uishi wewe, ikishatoka ndani yako, ni kazi ngumu kuendelea kuishi. Na kuishi kwa mwanadamu sio kuwa anatembea tu yuko duniani. Kuishi kwa mwanadamu ni kutimiza ndoto ya mipango yake. Ukiona unaishi utimizi mipango yako, kuna nguvu imeshachukuliwa. Na hiyo nguvu ikishachukuliwa, unabaki kuwa ni kiumbe kama kasha, ndani hauna kila kitu, maana nguvu ya kufanikisha ilishahamishwa. Shetani yeye anadili na kitu ambacho kinakufanya wewe uwe na furaha. Shetani waga anadili na kitu ambacho kinasababisha wewe uweze kupata furaha. Waga adili na kingine. Shetani adili na sura yako. Maana kama ni sura kila mmoja anayo, na kila sura ya mtu ina thamani yake. Shetani adili na umbo lako. Anadili na kitu kilichoko ndani yako. Akishakipata kile kitu kilichoko ndani yako, ameshakupata wewe. Na kisha kupata hicho kitu, amekupata wewe. Anasema inuka. Kwa nini Mungu anasema inuka? Aliwaona hao watu wanalia kama sisi tunavolia sasa. Aliwaona watu wananungunika kama sisi tunavonungunika leo. Akasema wewe acha kulia, inuka, jivike tena nguvu yako. Jivike nini? Nguvu yake. Anasema jivike nguvu yako. Jivike mavazi yako mazuri, Sayuni, mji mtakatifu. Kuna kitu kikipoteza katika maisha yako, unapoteza ladha kamili ya kuwa mtu kamili. Kuna kitu kikishaondolewa ndani yako, unapoteza direction ya maisha yako. Kuna kitu kisha kipoteza, unakuwa ni mtu ambaye unaonekana ufai mbele za watu. Anasema inuka, ametaja mara 2. Anasema inuka, inuka, jivike nguvu zako, Sayuni, mji mtakatifu. Jivike mavazi yako. Kumbe kuna kitu sipokiomba kirudi, unabaki kuwa kawaida. Leo nguvu yako ya nuru ikurudie mara 7 kwa jina la Yesu. Ikurudie mara 7 kwa jina la Yesu. Nasema ikurudie mara 7 kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema inuka, acha kukaa unalia, acha kunungunika. Au pendi kwa sababu nguvu ya nuru ilishazimwa. Au kubariki kibiashara kwa sababu nguvu ya nuru imeshazikwa. Au kubariki kimafanikio kwa sababu nguvu ya nuru imeshaharibiwa. Hakuna nguvu ya mtu ya nuru iliyozikwa akaja akawapata wateja, akapata dhahabu, akapata nyumba, akapata kiwanja. Leo Mungu wa mbingu na nchi akurudishie nuru yako mara 7 kwa jina la Yesu. Nasema arudishe nuru mara 7 ndani yako kwa jina la Yesu. Hiyo nuru uliyoipoteza ikurudie mara 7 kwa jina la Yesu. Kama unaamini piga makofi na vigeregele. Haleluya. Haleluya. Kuna vitu vya kumwambia Mungu na sio kulia. Mungu katika Biblia waga anadili na watu wenye ufahamu, anadili na watu wenye akili. Akishaona maombi yako yana akili timamu, anakuhudumia. Akishakosa akili timamu ndani ya maombi yako, ananyamaza. Ndo kawaida yake. Mungu amuitiki kila mmoja, Mungu amsikilizi kila mmoja. Waga anahitaji ushawishi ndani ya maombi yako. Akishaona umegusa point ya msingi, anafanya. Akishaona hujagusa point ya msingi, anakusubiri. Mshike mkono jirani yako, mwambie wewe acha kujichelewesha.
anza kupeleka hoja zenye nguvu mbele za Mungu. Unapoona mtu anakuja hapa amepigwa radi, ameparalyze, anapona, si kawaida. Kama una ufahamu unaoangalia tatizo limeanzia wapi, umtoe mtu kwenye tatizo. Mimi waga sikurupuki na tatizo, waga nadili na chanzo cha tatizo. Ugonjwa sio shida, chanzo cha ugonjwa ndo kuna tatizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamcheki mtu, unaanza kumuuliza Mungu hiki ni nini, anaanza kukufundisha. Natakuja kukueleza watu gani ambao wanaweza kawa wepesi kutambua sauti ya Mungu. Nitakueleza baadaye kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema inuka, jivike nguvu zako, jivike mavazi yako mazuri, Yerusalemu, mji mtakatifu. Biblia inapoongelea nguvu inaongelea nuru. Inapoongelea mavazi inaongelea nuru. Kinachokufanya upendeze ni hizo nguo ulizozivaa. Nenda ukavae gunia, uje uone kama kuna mtu atakuangalia mara mbili. Biblia inapoongelea mavazi, kuna vazi ambalo Mungu alituvisha. Ndio maana unaona tuna sura nzuri kama za malaika. Sema amina. Unamwona pastor ana sura nzuri kama ya malaika. Sema amina. Unajiona una sura nzuri kama malaika. Sema amina. Jipigie makofi kama unajipenda wewe. Haleluya. Hilo ni vazi la tofauti. Kama ni vazi la tofauti, jifunze kulitafuta hilo vazi likurudie tena ili uanze kumiliki tena. Na hilo vazi kwa taarifa yako lionekane kwa macho ya damu na nyama, ni automatically liko ndani, ambayo itakufanya wewe kuvutia vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema inuka, jivike nguvu zako, Sayuni, mji mtakatifu. Jivike mavazi yako mazuri, Yerusalemu, mji mtakatifu. Leo mavazi yako yakurudie mara 7 kwa jina la Yesu. Nguvu zako zirudi mara 7 kwa jina la Yesu. Hizo nguvu ulizozipoteza zirudi mara 7 kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za kufanikiwa, pokea nguvu za kubarika, pokea nguvu za kupendwa, pokea nguvu ya kumiliki, pokea nguvu ya kutimiza ndoto, pokea nguvu ya kufanikiwa, pokea nguvu ya kukubarika, pokea nguvu nzuri kwa jina la Yesu. Jipigie makofi na vigelegele. Anasema jivike nguvu zako. Nguvu ya nuru ikirudi ndani yako, utaenda kufanya interview afu anze kukataliwa etu. Hapa nimeombea watu, anaenda Dodoma kwenye interview, anapewa mpaka 1,500,000, ananunuliwa chakula, unabaki unashangaa. Yaani mtu kaenda kwenye interview, shida ni za kwake, anapewa na 1,500,000. Unabaki unashangaa. Unaulizwa umeshakula? Sijala. Yaani wenzako wanasubiri kwenda kwenye interview, wewe unabaki unakula na chakula mpaka umalize. Afu unamaliza kwenye interview unapewa na 1,500,000. Sio mchezo hiyo. Hicho ndo kitu ambacho alitembea nacho Malkia Esther. Alipokanyaga mbele ya macho ya mfalme, akamnyoshia fimbo ya dhahabu. Na wewe mwaka huu unyoshewe fimbo ya dhahabu kwa jina la Yesu. Sio kila mtu akikuangalia arudishi macho. Takuangaliwa mara 2. Sema amina. Na ukiona hata usemeshi, jichunguze. Wewe ndio ulishabadilishwa mwenzetu, ulishakuwa kichuguu. Mwanadamu gani unaishi duniani hata usemeshwe? Hata kama uko kwenye ndoa semeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mume wako ajue bado unalipa. Sema amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaume wanawivu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lazima ukae vizuri. Amina. Kiumbe chochote kilicho hai lazima kitazamwe. Ukiona utazamwi, jichunguze. Hiyo nakwambia ni kabisa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unaishi mwaka mzima tu unasemeshwa na mume wako tu peke yake. Lazima ujaribiwe kidogo sokoni kule. Sema amina. Hapo namwambia baba ulishachelewa. Kuna Maina ananipenda kuliko wewe. Sema amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama anatabasamu, huyu amependeza. Sema amina. Haleluya. Kwa lazima amina. Maandiko yanasema majaribu hayana budi kuja. Hivi utaacha kujaribiwa wewe na hiyo sura nzuri ulionayo? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea pale. Ndio. Anasema ndio. Kwa maana tokea sasa, kuanzia sasa hata ingia ndani yako ndio asiyetahiriwa, ndio wala aliye najisi. Jikungute mavumbi, ndio uondoke, ndio uketi Yerusalemu. Jifungulie vifungo ndio vya shingo yako,
binti Sayuni, ndio uliyefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema inuka, jivike nguvu zako, jivike mavazi yako mazuri, Yerusalemu mji mtakatifu. Asema kwa maana kuanzia sasa ataingia ndani yako asiyetailiwa wala aliye najisi. Anasema inuka, ondoka, uketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuna wakati lazima umwambie Mungu, hiki kilichogeuza utu wangu ni kitu najisi, lazima kitoke ndani yangu. Kitu najisi kina sababu ya kufunika nuru iliyokuwa inaangaza isiangaze tena. Watu wengi waangazi kwa sababu walikosa mfumo wa ulinzi. Vitu najisi vikaingia ndani yao. Vilipoingia ndani yao vikawafunika. Leo wanatembea wana masizi, ni kama sufuria inayopikia kwenye kuni. Nashangaa binadamu anapita barabarani, mtu anaangalia hii ni sufuria inaenda wapi tena hii sufuria. Kumbe ni binadamu. Anatembea, watu wasema karungu yeye tena anaenda wapi, anaanza kumpiga kwa miguu. Kumbe kabadilishwa ni karungu yeye. Nini? Kashabadilishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa maana kuanzia sasa ataingia ndani yako asiyetailiwa wala aliye najisi. Kuna vitu najisi vikishaingia ndani yako vinapiga nuru yako, inaharibika. Kuna vitu najisi vikishapandikizwa ndani yako vinakuondolea sura uliyokuwa nayo, unabaki kuwa kitu kisichofaa. Leo Mungu akuondolewe mbegu mbaya iliyopandikizwa kwenye nafsi yako, ikuachie siku ya leo kwa jina la Yesu. Hiyo mbegu mbaya ikuachie kwa jina la Yesu. Hiyo mbegu mbaya ikuachie kwa jina la Yesu. Kama unaamini piga makofi na vigeregere. Haleluya. Lazima fikia tu mwambie Mungu, mimi sikuwa hivi, niondolee hiki kitu kilichopandikizwa ndani yangu, nirudi kwenye nafasi. Ukishamwambia Mungu hivi, anasema yes, mtoto wangu amekuwa, anakiondoa. Akishakiondoa tu, unashangaa unaanza kukumbukwa. Watu wanapiga simu, watu wanakutafuta, unabaki unashangaa. Leo utaanza kukumbukwa kwa jina la Yesu. Rudia tena hapo. Anasema kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako ndio asiyetailiwa ndio wala aliye najisi. Jikungute ndio mavumbi, uondoke ndio uketi Yerusalemu. Anasema jikungute mavumbi, uondoke, uketi. Maana yake nini? Kwamba ujiondolee matatizo yaliyokubadilisha. Ujiondolee vifungo vilivyokufunga. Alafu baada ya kujiondolea, upige hatua, uanze kuondoka. Unaanza kukiambia kifungo, uliyenifunika zamani, kuanzia sasa nimechomoka, nimekuacha. Ulinifunika na wingu la mauti, utanifunika tena. Uliniatamia, utaniatamia tena. Ulinizika, utanizika tena. Ulinifunga, utanifunga tena. Ulinizika, leo nimechomoka kwenye kaburi. Na leo lazima uchomoke kaburini kwa jina la Yesu. Amen. Anasema jikungute mavumbi, uondoke, uketi. Lazima ujikungute mavumbi. Unajiondolea uchafu uliowekewa, unajiondolea minyororo iliyokufunga, unajitoa kaburini, unajitoa kwenye jeneza, unajitoa kwenye ardhi, unajitoa kwenye anga ulikoshikiliwa, unajitoa kwenye maji yaliyokufunga, unajifufua kuanzia sasa. Afu unaanza kupiga hatua, uko na viaga vifungo, unaambia ulinizika zamani, leo nimechomoka, leo nimechomoka, leo nimechomoka, naelekea kwenye nafasi, naelekea kwenye baraka. Ukishaanza kuishi hivyo, Mungu anakubariki, na siku ya leo Mungu atakubariki kwa jina la Yesu. Amen. Lazima uanze kusema. Wewe mwenyewe unajijua maisha ulionayo. Mungu anasema jikungute mavumbi, uondoke. Usiendelee kukaa pale pale. Baada ya kujikunguta mavumbi, kujiondoa kwenye minyololo, kwenye matope, unaanza kuchukua hatua. Unaanza kuelekea kwenye nafasi mahali ulipokuwa umeondolewa zamani. Leo hii unateseka kwa sababu walikufunga zamani. Leo watakuachia kwa jina la Yesu. Watakuachia kwa jina la Yesu. Wataachia watoto wako kwa jina la Yesu. Wataachia ndoa yako kwa jina la Yesu. Wataachia kila kitu kwa jina la Yesu. Anasema jikungute mavumbi, uondoke, uketi Yerusalemu. Jiondolee vifungo vya shingo yako Sayuni mji mtakatifu.
lazima ujiondolee kifungo unakijua mwenyewe. Unatamka unamwambia Bwana, ile nguvu ya nuru iliyozimwa, iliyochukuliwa zamani, niliyonyang'anywa zamani, kuanzia sasa aliyeishikilia, na peleka upanga wa moto uzunguke pande zote, ukaharibu mikono yake, ukavunje gereza lake, ukaharibu hatua zake, ukaharibu kichwa chake, uachie nuru yangu. Unapoanza kupeleka, niliwaambia ulimwengu wa roho unatambua kitu kinaitwa mamlaka peke yake. Kama utumii mamlaka upate unachokihitaji. Ukishaanza kutembea na mamlaka unapata unachokihitaji. Hatupati tunavyohitaji kwa sababu hatujatumia mamlaka. Unapoanza kujitambua na mwambia Bwana, mwezi wa 10 ninatoka gerezani, mwezi wa 10 ninatoka kaburini, mwezi wa 10 ninatoka kijijini, mwezi wa 10 ninatoka kwenye mti, mwezi wa 10 ninatoka mahali popote niliposhikiliwa. Ndipo Bwana anapotenda. Na siku ya leo Bwana akuchomoe kwa jina la Yesu. Bwana akutoe kwa jina la Yesu. Popote uliposhikiliwa leo achiliwe. Popote ulipofungiwa leo achiliwe. Hiyo nuru iliyozikwa iachiliwe. Hiyo nuru leo achiliwe. Hiyo nguvu ya nuru leo achiliwe. Kama unaamini jipigie makofi na vigeregere. Lazima uanze kutumia mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamalizia Ezra 9:7 hadi 8. Ezra 9:7 hadi 8. Kitabu cha Ezra. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ezra 9:7 hadi 8. Ezra 9:7. Ndio. Anasema, tangu siku za baba ndio zetu ndio tumekuwa na hatia kupita kiasi. Anasema tangu siku za baba zetu tumekuwa na hatia kupita kiasi. Hapo sasa. Tangu siku za baba zetu. Ndio maana kuna familia zingine unakuta mafanikio hayawezi kuikaribia kwa sababu ya laana za mababu, laana za baba zetu. Kuna familia zingine hazina nuru hata chembe. Yaani wako gizani jumlisha giza. Ni matatizo, ni bomu la nyuklia. Anasema tangu siku za baba zetu, za babu zetu. Tunafanyaje? Rudia tena pale. Anasema, ndio. Tangu siku za baba zetu ndio tumekuwa na hatia kupita kiasi. Tumekuwa na hatia kupita kiasi. Hata leo. Hata leo. Kwa sababu ya maovu yetu. Kwa sababu ya maovu yetu. Kuna vitu vingine kuvitafuta wewe, vingine walivitafuta waliokutangulia. Unaweza kuwa unaona pambana, biashara iendi. Anza kukaa chini, shida ilianzia wapi? Ukishavunja msingi mbaya, ni rahisi kusimama sasa. Usipovunja msingi mbaya, si rahisi kwenda. Unaweza kuwa unaona kwenye familia wote wanaolewa wanaachika. Shida sio wewe, shida kuna msingi, kuna foundation ilishatengenezwa, si ya kawaida. Uwezi kwenda zaidi ya kitu kilichokutangulia mpaka ukiondoe, ndipo utakapofika. Hawakuweza kufika nchi ya Kanaani wana wa Israeli mpaka walipoondoa bahari ya Shamu ikawatengenezea njia. Kuna vitu usipokiondoa kilichokutangulia mbele yako, ufiki kwenye baraka na ufiki kwenye kusudi, unarudi kwenye matatizo. Anasema tangu siku za baba zetu hata leo tunapita kwenye hatia kila wakati. Unapita kwenye hatia kila wakati kwa sababu kuna kitu kilikutangulia. Hicho kilichokutangulia ndio kinakukwamisha, ndio kinakuchelewesha, ndio kimefunika nuru yako. Na siku ya leo hicho kilichokutangulia leo Bwana atakiondoa, Bwana ataking'oa, Bwana atavunja huo msingi wa babu zako, baba yako unaokuchelewesha, uliokufunika giza, uliokuingiza mautini, uliokuingiza kwenye matatizo, uliokuingiza kwenye changamoto. Kama unaamini, simama juu, anza kuvunja huo msingi. Vunja misingi mibaya iliyowekwa kwa ajili yako, iliyosimama kwa ajili yako. Vunja hiyo misingi mibaya, iharibu sasa. Vunja huo msingi sasa, huo msingi uliosimama, unaokutangulia mbele, uliokugeuza wewe, uliokuharibu wewe, ulioharibu nuru yako, uliozika nuru yako, ulioharibu watoto wako, ulioharibu familia yako, unaochelewesha zabu zako, unaochelewesha biashara zako. Hebu vunja huo msingi kwa dakika chache. Vunja kila mahali. Vunja kila mahali. Vunja kila mahali. Vunja kila mahali. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nguvu ya Yesu Kristo. Vunja huo msingi.
unaokuchelewesha. Sema leo ninachomoka kwenye hatia iliyoko mbele yangu. Ninatoka kwenye hatia kwenye ulimwengu wa roho. Ninatoka kwenye gereza kwenye ulimwengu wa roho. Kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Rudia tena pale. Anasema, tangu siku za baba zetu, ndio, tumekuwa na hatia kupita kiasi. Hata leo, ndio, kwa sababu ya maovu yetu, sisi na wafalme wetu, ndio, na makuhani wetu, ndio, tumetiwa katika mikono ya wafalme, ndio, wa nchi hizi. Ndio. Tumepigwa kwa upanga, ndio, tumechukuliwa mateka, ndio, tumenyang'anywa mali zetu, ndio, tumetiwa aya nyuso zetu kama hivi leo. Anasema tumetiwa aya nyuso zetu hata leo. Kutiwa aya ni kupigwa giza hilo. Tiwa aya, unaishi umekunja uso, lakini zamani ulikuwa unapendeza, unafurahi, unaenjoy. Tiwa aya uso. Anasema tumetiwa aya uso. Tukatiwa na wapi hapa? Anasema, ndio, tukanyang'anywa mali zetu. Tukanyang'anywa mali zetu. Tumetiwa aya, ndio, nyuso zetu kama hivi leo. Kama hivi leo. Wewe mwenyewe unayajua maisha yako. Uyapendi, ila unayaishi kwa kujikaza. Kuna wakati maisha tunayaishi mengine hatuyapendi, sio maisha yetu. Yaani kuna level unajua ya sio maisha yangu. Sio mtu wa kukosa mpaka hela ya daradara mimi. Sio mtu wa kukosa mpaka hela ya kujenga. Sio mtu wa kukosa mpaka hela ya kununua kiwanja. Nini? Kuna watu wamekutia uso wako haya. Anasema tumetiwa aya hata leo nyuso zetu. Mtu aliyepoteza nuru, hata uso wake unaanza kuwa na biashiria. Ukikutana naye tunajua huyu tayari, huyu hatajua ati baadaye atakula nini huyu. Kakunja uso, anatembea na hasira kali kama anaenda kulipuka. Unamuuliza njia, anasema tena unikome. Anarejesha, unakutana mtu anarejesha hajalipata, afu unamuuliza njia, atakujibu vizuri huyo? Kama hata kunasa na kofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ametia nyuso zetu aya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wameshabadilishiwa mpaka na sura, kwa sababu wanapita kila siku kwenye ukakasi. Anaishi ameshatengwa na dunia yote. Kumbe kuna wengine wanampenda kama huyu pastor. Sema amina. Haleluya. Kuanzia sasa waanze kukubarika kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa sura yako igeuzwe kwa jina la Yesu. Nasema sura yako ibadilishwe kwa jina la Yesu. Sura yako iachiliwe kwa jina la Yesu. Utatembea sura imekunjamana tena kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa utakuwa na sura yenye kibali kwa jina la Yesu. Sura yako itakuwa na kibali tena kwa jina la Yesu. Kama unaamini piga makofi na vigeregere. Anasema tulitiwa gerezani, nyuso zetu zikatiwa aya. Tiwa gerezani. Shetani ni mbaya. Tia gerezani, anatamka asema huyu nuru yake haitatoka gerezani, haitatoka kwenye jeneza, haitatoka kaburini. Shangaa unapambana kazi kama tembo, unakula kama sisimizi. Shida sio wewe. Wakikuachia tu ukipambana sana wanaachia, unakuwa unapata 10,000, unaanza kunenepesha shavu. Unasema maisha ndio haya, kumbe wamechukua bilioni 3. Ndio maana unapopambana ukaanza kuona mafanikio yanakuja, ongeza maombi zaidi mwanzo. Hakuna aliyefanikiwa ana bidii katika maisha yake. Unapona umeomba, umepata bilioni 1, omba kuna bilioni 10 zingine ziko mbele yako. Ile nguvu iliyosababisha ukapata bilioni 1, ukiongeza bilioni 10 zinakuja. Lakini wapendwa wa leo, akishapata tu kagari kamoja, tukavitisi, afuga kitambi huyo, anatembea mpaka anarushia watu matope. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima ujue. Amina. Kaka mmoja tukaomba naye tukafunga siku 3, tukapata kazi mgodini. Kanunua RAV4. Aliponunua RAV4, aliacha maombi tangu siku aliponunua RAV4 kajenga na nyumba. Nikawa nampigia simu mwenzangu, vipi? Unaomba? Akasema pastor, ilikuwaga zamani. Ilikuwaga nini? Zamani. Kila nikimkumbusha unaomba, ilikuwaga zamani. Anajua ana nyumba ameshajenga Nyamuge, ana gari la RAV4 yenye tairi ya nyuma. Basi ndugu alikuwa na kitambi, anakula kuku mzima anamaliza peke yake. Sio akipataga hela watu wanakuwa na appetite ya kula. Nikaa nakutana naye na kitambi, anatokwa jasho. Mwenzangu, umekwaje siku hizi una mimba ya mapacha? Akasema ni uchumi umekaa vizuri, umebalance. Akasema hii kazi sasa hii. Baada ya miezi mingine kama 6 baadaye,
kwenye ofisi yake katokea short ya milioni 50 na point. Ilipotokea hiyo short, wale wazungu wakamwambia lipa hiyo hela kwanza ndio rudi uendelee na kazi. Ikabidi auze nyumba haraka haraka, hela ya sala kaongezea na level 4, kafanya kalipa mkopo hilo deni. Alipolipa tu, wamekaa kwenye kikao na viongozi wote kwenye ofisi yao, mmoja akainuka kawa mwiba, anamwambia lakini boss, huyu amefanya uzembe ndio maana amepoteza hizi hela. Inabidi kwanza tumwangalie ile imepoteaje milioni 50. Yule mzungu akatikisa, ni kweli inawezekana huyu ni mzembe huyu. Ni mzembe huyu. Wakasema tunakusimamisha miezi 5 kwanza tuchunguze. Alivyosimamishwa miezi 5 mpaka leo. Baada ya kuwa amefukuzwa kazi, ananitafuta sasa, mtumishi wa Mungu, tufunge tena, kazi sina. Nikamwambia sifungi, cha kupata vidonda kiacha nini? Sifungi tena. Wakati tumefunga siku 3 kuombea kazi umeipata, ukunitafuta. Kazi imekuacha ndo unanitafuta tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema wapende wanao kupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Rudia tena mpaka 8 hapo, malizia. Anasema, tangu siku za baba zetu, ndio tumechukuliwa hatia zetu kupita kiasi. Hata leo, ndio, na kwa sababu ya maovu yetu, ndio, sisi na wafalme wetu, na makuhani wetu, ndio, tumetiwa katika mikono ya wafalme wa nchi hizi. Tumepigwa kwa upanga, tumechukuliwa mateka, tumenyanganywa mali zetu, tumetiwa aya nyuso zetu kama hivi leo. Na sasa kwa muda kidogo tumeneemeshwa kwa Bwana Mungu wetu. Anasema na sasa kwa muda kidogo tumeneemeshwa na nani? Na Bwana Mungu wetu. Na Bwana Mungu wetu. Ifikia tu Mungu akukumbuke machozi unayoyalia, uzuni ulionayo, changamoto ulizonazo. Anasema na hata sasa tumeneemeshwa kwa sababu ya nani? Bwana Mungu wetu. Bwana Mungu wetu. Ifikia tu Mungu akukumbuke. Malizia hapo 8 hiyo. Anasema hata akatuachia mabaki yaondoke, ndio, akatupa misumari katika mahali pake. Misumari sio misumari. Misumari soma Biblia vizuri. Misumari. Hiyo ni miti ya samani. Ndio. Akaachia mabaki yaondoke, ndio, akatupa misumari katika mahali pake patakatifu, ndio, Mungu wetu. Akatia nuru, ndio, machoni mwetu, ndio, tuburudike kidogo. Tufanyeje? Tuburudike kidogo. Akatia nuru usoni mwetu. Tuburudike nini? Kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asema akatia nuru usoni mwetu, tuburudike kidogo. Walisha kunyang'anya burudani mwenzetu. Burudani ni nini? Ni furaha. Kuna watu wengine hana furaha kabisa, yani anaishi, yani mpaka ukimwambia hapa madhabahuni Mungu anakupenda, aamini kabisa kama Mungu anaweza kumpenda. Maana ameishi miaka zaidi ya 5 kwenye shida na mateso. Ana furaha tena. Anasema amerudisha nuru nyusoni mwetu ili tuburudike. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tufanyeje? Tuburudike. Amina. Kumbe mtu ambaye amerudishiwa nuru ana tabia kutabasamu. Hebu muangalie jirani yako. Anatabasamu kweli huyo? Alisha kaushwa tabasamu. Muangalie vizuri, wewe mkague hapo utaona. Tabasamu lipo, huyo ni la kufoji. Lilishahamishwa. Amebaki na tabasamu la kula na ugali na furu huko anajiburudisha. Anatafuna furu moja, anasikiliza utamu, furaha inarudi kidogo. Afu baadaye anawaza ni stress tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema akaturudishia nini? Nuru nyusoni mwetu ili tuburudike kidogo. Ili tuburudike kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikwambia kuna vitu usipomwomba Mungu, Mungu afanye. Kuna vitu kimwomba Mungu, Mungu anafanya. Hawa ni watu ambao walilia, wakamwambia Mungu tumechoka. Ni kweli baba walitenda dhambi, baba walitenda dhambi. Leo Mungu ninakukumbusha mimi na watu wako, ninakuomba Bwana unirudishie tena uso wenye nuru, uso wenye nuru na mimi niburudike kidogo. Na Bwana akatenda. Siku ya leo Bwana asema hivi, tarehe 20 ya mwezi wa 10, Mungu arudishe nuru juu yako ili uburudike kidogo, ili upate furaha, ili upate amani, ili upate kicheko, ili upate kurukaruka, ili upate kufanikiwa. Pokea furaha tena kwa jina la Yesu. Pokea burudani kwa jina la Yesu.
Pokea burudani hiyo kwa jina la Yesu. Haleluya. Anasema akarudisha nuru nyusoni mwetu ili tuburudike angalau kidogo. Lazima urudishiwe burudani. Lazima urudishiwe nuru. Amina. Sio unakaa tu umeshapakwa masizi, unatembea na maski. Uwe sio ninja mwenzetu. Amina. Maninja ndio wanavaga maski yanabaki macho hapa, jicho hapa. Utaolewaje kwa mfano? Unatembea umevaa maski. Bwana Yesu asifiwe sana. Vitu haviendi kwa sababu nuru ilishachukuliwa. Nuru ilishaondolewa. Ukishaondolewa nuru ndani yako, kila kitu kinapoteza direction. Leo Mungu arudishe nuru yako kwa jina la Yesu. Nasema Bwana arudishe nuru kwako kwa jina la Yesu. Hiyo nuru uliyoipoteza irudi mara 7 kwa jina la Yesu. Kama unaamini piga makofi na vigelegele. Haleluya. Haleluya. Anasema akaturudishia nuru ili tuburudike kidogo. Mshike mkono jirani yako, mwambie huu ndo wakati wa nuru yako kurudi. Ndo wakati wa kuburudika na sio machozi. Tumesharia sana. Tumesharizwa sana. Ndo wakati wa kufanyaje? Wa kupata furaha. Kuburudika, sema amina. Lazima burudike kwa jina la Yesu. Mwalimu wetu anapenda burudani sana huyu. Tunamalizia andiko la mwisho Esther 8:16. Kamstari kamoja tu nisikuchoshe, sema amina. Esther 8:16 anasemaje? Anasema ikawa nuru na furaha na shangwe na heshima kwa Wayahudi. Anasema ikawa nuru na nini? Na furaha na nini? Na shangwe na nini? Na heshima kwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ikawa furaha na shangwe na heshima. Hivyo vitu lazima uvidai. Hawa waliovipata kuna namna walijua kufanya, kuna namna waliomba. Huwezi kupata vitu kama hivi pasipo, huwezi pata heshima kama uombi. Kama ujui heshima inapatikanaje? Kinachosababisha upate heshima, upate furaha, upate kicheko ni pale nuru inaporudi. Watu wenye nuru juu yao wamepata heshima, wamepata furaha, wamepata vitu kaza wa kaza. Lakini subiri mtu nuru iondoke, aanze kuishi kwenye maisha magumu, kama utamkuta ana furaha tena, kama utamkuta ana nuru tena, kama utamkuta anacheka tena, kama utamkuta ana heshima tena. Hakuna mtu aliondolewa nuru akapata heshima. Huyu ni Malkia Esther. Ukimfuatilia ulimuona ni mtu ambaye alijua kuomba. Hata alipopita hukumu kali na tangazo limeshapita kwenye magazeti, yeye alimjua Mungu aliye naye anaweza badilisha. Mungu aliye naye anaweza katenda. Aliwaambia wenzake tutafunga siku 3. Tutaingia mbele ya mfalme kinyume na utaratibu, na ndivyo ilivyokuwa. Akasemaje? Rudia tena hapo. Baada ya kuomba akapata nini? Anasema ikawa nuru na furaha. Asema ikawa nuru. Kumbe nuru unapojua kuitafuta na kuiombea ikaja, unabadilika na kuwa nuru. Nisikia kiongozi anatufundisha andiko la Mwanzo kule. Ndo point ya kwanza Mungu alitamka hiyo. Nuru ndo kila kitu. Huwezi kufanya vitu uko gizani vikafanikiwa. Huwezi kufanya vitu viko gizani ukaokoka. Huwezi kufanya vitu viko gizani vikafufuka. Lazima utie nuru kwenye mitumbwi, kwenye boti, kwenye biashara, kwenye duka, ndo duka itapendwa. Jipigie makofi na vigelegele. Anasema ikawa nuru, ikawa na nini hapo? Ikawa na furaha. Asema ikawa nuru. Nuru ina tabia kuambatana na furaha. Mtu aliyepata nuru namba 2 anapata furaha. Mtu asiyepata nuru namba 2 anapata shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima mwambie Bwana, mimi ninakuomba kitu kimoja, rudisha roho ya nuru ndani yangu, rudisha nguvu ya nuru ndani yangu. Anasema ikawa nuru, ikawa furaha, ikawa nini? Ikawa shangwe. Ikawa nini? Ikawa shangwe. Ikawa nini mwishoni hapo? Heshima. Ikawa heshima. Hivyo vitu tembea navyo. Ni mtiririko lijimu moja kwenda nyingine. Kila kitu kinajitegemea ni kipengele chake. Usikae kikawaida. Ili uje uwe na shangwe ndugu, lazima uione nuru kwanza. Ili uwe na furaha,
lazima uione nuru kwanza. Ili uwe na kicheko lazima uione nuru kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu waliojua kuomba wanaona matokeo yao jinsi yalivyo. Waliojua kuomba wanaona jinsi walivyofanya. Anasema ikawa nuru, ikawa furaha, ikawa kicheko, ikawa heshima. Haleluya. Nikisomaga hapo nasikia kizunguzungu cha mbinguni. Na siku ya leo Mungu akutokee kwa jina la Yesu. Leo badilika, uwe kama Esther kwa jina la Yesu. Uwe kama Esther kwa jina la Yesu. Anasema ikawa nuru, leo uwe nuru kwa jina la Yesu. Uwe furaha leo kama Esther kwa jina la Yesu. Uwe shangwe leo kwa jina la Yesu. Anasema ilikuwa furaha, ilikuwa nuru, leo uwe nuru na furaha kwa jina la Yesu. Kama unaamini jipigie makofi na vigeregere.